Nimuombe Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima atupe wizara nyingine ya jinsia ya kiume kwenye nchi hii. Ama waongeze wanaume, kwa sababu nina sababu 4 za msingi kabisa kwamba namna tunavyokwenda hakuna usawa katika kuzingatia makundi yaliyopo kwenye nchi yetu. Wanaume wanaachwa, watoto wa kiume wanaachwa, na hawa ndio wako kwenye sehemu ya riski. Mheshimiwa, nakwenda kwenye vipaumbele vya wizara. Kipaumbele namba 1 na namba 2, Mheshimiwa Waziri anasoma kwenye taarifa yake: kuratibu afua za kukuza usawa wa kijinsia, uwezeshaji wanawake kiuchumi, wanaume hawamo. Kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wanaume hawamo. Mtakuwa hiyo ni 2024 bajeti inayoisha, vipaumbele vyake vya 24 25 hivyo hivyo. Katika eneo la kukuza usawa wa kijinsia, uwezeshaji wanawake kiuchumi, anawatengea bilioni 3.2 wanawake, wanaume hawamo. Katika eneo la kiasi cha kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wanaume hawamo, na anawatengea bilioni 3.15. Katika utekelezaji wa majukumu ya wizara, fungu namba 53, pamoja na mambo yote waliotekeleza, anasema ni kuratibu utekelezaji wenye ufanisi wa mashirika yasiyo ya kiserikali na kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wanaume hawamo, vijana wetu hawamo. Ndiyo maana ninaomba leo hapa tupewe wizara ya wanaume. Hatuwezi kupambana na hivi vitendo kwa kwenda wanawake peke yetu au watoto peke yao bila kuwashirikisha baba zao au bila kuwashirikisha ambao pia wao wanahusika katika matendo haya kwa namna moja au nyingine, na wao ni wahanga kwa namna moja au nyingine. Namba 3, utekelezaji wa mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Anasema kabisa tathmini iliyofanywa Oktoba 2022 inaonyesha kupungua kwa ukatili wa kimwili kwa wanawake kutoka 40% mpaka 2015 hadi 27% mwaka 2022 kwa wanawake. Ukatili wa kingono umepungua kwa wanawake, wanaume hawapo. Wanaume hawafanyiwi ukatili nchi hii, vijana wa kiume hawafanyiwi ukatili nchi hii. Unataka kuwawezesha wanawake kiuchumi, sawa. Unapowaacha wanaume wakiwa maskini, wanaume wataishi vipi? Hawa vijana wetu leo tusipoweka mipango ya kuwezesha, watakapokuwa na hitaji, narudia tena kauli hii, watakapokuwa na hitaji la kuoa, watakapokuwa na hitaji waoe ili yale matamanio yao ya ngono yaishie kwa wake zao, wataoa kwa kutumia nini? Na kwa mila na desturi zetu za Kitanzania lazima ukatoe mahali, na unaonekana mwanaume lazima utunze familia yako ukishirikiana na mke wako. Leo tumewajengea wanaume kutokuwa na confidence, na ndio maana kundi hili linaondoka linakwenda kwa watoto, kwa sababu watoto wao wanashindwa kujitetea. Wanawake wakubwa wengine wanajitetea, mabinti wengine wanajitetea, sasa wanakwenda kwa watoto wanaoshindwa kujitetea. Nataka kuuliza Mheshimiwa Waziri, wewe unasema wizara yako ni ya usawa wa jinsia, inakuwaje mipango yako ina base kwa wanawake? Leo tunakwenda kupitisha hapa, lakini kama kweli bunge hili, mbunge mmoja amesema labda tukatae, lakini kweli kama bunge hili linakwenda kupitisha bajeti hii, tunamuomba Mheshimiwa Rais atupe wizara nyingine itakayodili na vijana wetu wa kiume, itakayokuwa na mipango ya kupunguza ukatili kwa wanaume, itakayokuwa na mpango wa uwezeshaji kiuchumi wanaume.